Aina ya tatu iko hivi: ni lazima ifike mahala tuzungumze ukweli. Nasema tena, ni lazima ifike mahala tuzungumze ukweli. Huyu baba umri wake umeenda, na mpaka alipofika hapa haimaanisha kwamba hakuwa na mke. Alikuwa na mke. Kwa sababu ana hela, anafika nyumbani kwenu, anakwambia, mama, binti yako nimempenda, nataka nimuoe. Kumbuka nimesema na hela. Binti yako ana miaka 20, na wazazi wengi wanatamana fedha. Kama wazazi, mnafanya kosa la kukubali. Binti akiulizwa atasema, mama, hapana, yule ni mkubwa. Shinikizo la wazazi linamwambia binti, unataka nini kingine? Kama ni fedha anayo, maisha mazuri anayo. Mwanangu, utaenda kuteseka na nini? Kwanza ni mtu mzima, anajielewa. Ndugu zangu, yapo hayapo? Binti kwa sababu ya kuheshimu wazazi anakubali kwa machozi. Wakati mama na baba nyumbani mkishangilia fedha za jamaa, akifika nyumbani kwako anakupa 100,000 ya kitenge, 100,000 ya kahawa. Kama mzazi unasahau kuangalia future ya mwanao kwa kuendekeza fedha. Hebu niambie sasa, huyu baba atazaa watoto wangapi kwa binti yako? Maana hapa alipo na miaka 50 tayari. Baada ya miaka 20 mbele atakuwa na miaka 70, ambapo ni mtu anayetegemewa kufa. Na huyu baba uwezo wake wa mishipa ya kuzalisha ni mdogo tayari. Binti yako bado ni mbichi, inabidi aendeleze kizazi. Anapofikia umri wa huyu mzee kuzeeka na kushindwa kufanya kazi, binti yako tayari mwili wake unakubali kutoa mayai. Tayari binti atashindwa kuzaa tena, maana mume wake ameshachoka tayari. Binti yako anabaki na mtoto mmoja wa uzee wa huyu mzee. Binti yako kwa sababu ya kukuogopa mzazi na kwa sababu ya ashki ya hisia zake, italazimika atoke nje ya ndoa. Wakati mzazi ulichangia binti yako aolewe na mzee kwa kigezo cha fedha, bila kujali muktadha za mtoto wako. Ndugu zangu, maisha sio fedha. Maisha ni maadili mema ya Kikristo peke yake. Unaweza ukashuhudia ndoa ambazo wana fedha, wana kila kitu, lakini ndani yao hawana amani. Wazazi wangu, na wasihi, acheni kukatisha ndoto na malengo na maono ya Mungu katika maisha ya binti yako kwa sababu ya fedha. Simamia ukweli, kwa sababu ukifanya hivi unakatisha kizazi cha binti yako.